Muhoozi Kainerugaba alizaliwa mwaka 1974 Dar es Salaam, Tanzania. Wanasema Masaki kipindi hicho, baba yake akiwa hapa nchini Tanzania kuchukua hifadhi ya kisiasa, akiwa na kikosi chake cha Front for National Salvation FRONASA, kujaribu kutafuta nguvu na msaada wa namna ya kumtoa Jenerali Idi Amini Dada. Muhoozi Kainerugaba ni Mtanzania kwa sababu alizaliwa Tanzania. Hivi karibuni ametoa kauli tata kwenye ukurasa wake wa X maarufu kwa jina la Twitter, akisema kwamba jeshi la Uganda, yani UDF, linaweza kuchukua wiki mbili kuiteka Teherani na kuisaidia Israel na Marekani. Alisema tena Uganda inasimama na Israel dhidi ya Irani. Kauli yake imeenda viral, wanasema imesambaa sana mitandaoni na imejaribu kuleta tafsiri tofauti. Sasa mimi nakuletea tafsiri 5 za kauli yake. Moja ni kuhusu uchaguzi uliopita wa Uganda ambapo Museveni alipata takriban 86%, takriban 71 hivi, 76-71, zaidi ya 70 Museveni alipata, zaidi ya Bobi Wine na wagombea wengine wakina Mugisha Muntu. Kulitokea sintofahamu ambapo Bobi Wine na wafuasi wake walipata changamoto kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vya Uganda, ikiwemo jeshi la Uganda, na Bobi Wine mpaka sasa hivi yuko Marekani. Sasa ulianza mgogoro kwenye Senate, bunge kubwa la Marekani. Walianza kutafuta namna ya kumwekea vikwazo mkuu wa majeshi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kwa hiyo, lakini hivi karibuni tumeshuhudia Marekani ikiweka vikwazo kwa baadhi ya wanajeshi wa jeshi la Rwanda kutokana na operation za jeshi la Rwanda nchini Kongo kupitia waasi wa M23 na vikundi vingine, muungano wa AFC ukiongozwa na Cornelius Nangaa. Kwa kauli ya Muhoozi Kainerugaba, moja, anataka kujiweka karibu na Marekani na Israel ili waweze kumfutia dhambi zake kuhusu uchaguzi wa Uganda na kumnyanyasa mgombea wa upinzani wa chama cha National Unity Platform Bobi Wine maarufu kama Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lakini la pili, kauli yake na lengo ni kujipendekeza kwa Marekani na Israeli, kwa sababu Marekani ana kambi ya jeshi nchini Uganda na jeshi la Uganda linapokea takriban dola milioni 20 mpaka 35 kila mwaka kwa ajili ya kambi yake ya jeshi iliyoko Uganda. Kwa hiyo lengo anataka kwa sababu Muhoozi ana akili, anaamini kuwa karibu na Marekani, kuwa karibu na Israel ni kuwa karibu na Marekani. Kwa tayari bunge la Marekani, Senate, walikuwa wameanza kutaka kusitisha misaada yao kwenye jeshi la Uganda. Kwa hiyo hii vita Muhoozi Kainerugaba anaitumia kama fursa kujaribu kuomba samahani kwa kuwaunga mkono Marekani na Israel kwenye vita inayoendelea nchini Irani, kwamba jeshi la Uganda liko tayari kuiteka Teherani. Lengo kubwa, anataka Marekani na waendelee kutoa misaada ya kifedha kwenye jeshi la Uganda kwa sababu Marekani ana kambi ya jeshi. Lakini lengo lingine, hataki Marekani wamwekee vikwazo kwa kile alichokifanya kwa Bobi Wine. Lakini nne, anataka Uganda iendelee kubaki Kongo kwa sababu anataka kuwa mshirika na mtu mwaminifu kwa Marekani na Israel ili waendelee kumpa ruhusa abaki Kongo, kwa sababu Uganda wana wanajeshi Kongo kupitia ile operation Shujaa ya mwaka 2019 na kwenye ile jimbo la Bunia, kwa sababu lengo la Marekani ni kutaka Rwanda na Uganda waondoe majeshi yao yote mashariki ya Kongo, lakini inaonekana jeshi la Uganda bado litaendelea kuwepo Kongo. Kwa hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba anaendelea kusukuma kete ya kimkakati hata kwa ile vita ya Urusi na Ukraine kuanzia Februari 2022. Muhoozi Kainerugaba kwenye mtandao wake wa Twitter alitweet kwamba anaunga mkono Ukraine kwa sababu Ukraine ina urafiki na Urusi, ina urafiki na Israel. Kwa hiyo anajaribu kujisogeza karibu ili aendelee kupata manufaa ya kisiasa na kiuchumi. Lakini kingine, anajaribu kutengeneza taswira, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa kutoka Uganda, huenda baba yake ambaye ni Jenerali Yoweri Kaguta Museveni, huenda kupitia chama chake cha National Resistance Movement akamwachia nchi
Muhoozi Kainerugaba. Kwa hiyo Muhoozi Kainerugaba anajaribu kutengeneza diplomasia na mataifa ya magharibi kama vile Israeli na Marekani ili kusudi wamuunge mkono atakapokuwa rais. Lakini kiuhalisia sasa Uganda haina uwezo wa kupambana na Irani. Kutoka Tehran mpaka Uganda ni takriban kilomita 4500 na Uganda hawana makombora ya kutoka Kampala kwenda Teherani, ila Irani hivi karibuni amerusha kombora kutoka Teherani kwenda visiwa vya San Diego Garcia, ambapo ni bahari ya Hindi, visiwa vya Chagos, visiwa ambavyo ni mali ya Ngazija ambavyo vinachukuliwa na Marekani na Uingereza, wana kambi ya jeshi pale bahari ya Hindi. Sasa kutoka Teherani mpaka San Diego Garcia ni takriban kilomita 5400 ambapo Irani amerusha kombora lake la ballistic. Sasa Irani ana uwezo wa kurusha kombora mpaka Kampala Uganda, na sisi tukapata matatizo majirani, lakini Uganda hana hata ndege ambazo zinaweza zisionekane kwenye anga mbalimbali za nchi nyingine kabla ya kufika Teherani. Kwa hiyo ni kauli ambayo Uganda haiwezi kupambana na Iran, isipokuwa Muhoozi Kainerugaba anajitengenezea njia ya kupata manufaa ya kisiasa na kiuchumi kutokana na kuwa na makosa mengi ya kukandamiza upinzani nchini Uganda, vita ya Kongo, mali zake na biashara zake binafsi anataka kuzilinda kwa kujifanya yupo karibu na Marekani.